Naomba mnisikilize kwa makini wanawake wenzangu, kuna kitu kimoja leo nataka kushare na nyinyi. Hii video na irekodi leo tarehe 22 leo. Mwezi wa ngapi? 11. Tarehe 9 hiyo 9 Disemba. Inabidi nisirudi kwanza tizili. Subirie nchi yangu kishakuwa na amani ndio nirudi. Basi bwana, mimi nataka kushare na nyinyi kuna kitu wanawake wenzangu huwa mnakosea. Na ndio maana mara nyingi mnawaambia wanaume kwamba mwanaume wangu anipendi, mwanaume wangu sijui ananichiti, mwanaume wangu anipi huduma, mwanaume wangu sijui everything. Yani mnakuwa mnalalamika sana. Unanielewa? Sasa kuna kitu nyinyi hamjui. Mshaona? Mimi mwenyewe nilikuwa mwanga hivyo. Kuna kitu nyinyi wenyewe huwa mnakosea. Kwa sababu gani? Hakuna mwanaume ambaye ampendi mwanamke wake alomweka ndani au ambaye ni permanent, anajua kabisa huyu ni mwanamke wangu permanent. Hakuna mwanaume huyu ambaye ampendi mwanamke wake. Kila mwanaume anampenda mwanamke wake na kila mwanaume anatamani kumjali na mwanamke wake na anatamani amani ndani iwepo. Sasa nyinyi kuna kitu mnafeli, kitu kimoja. Ushanielewa? Ili mwanaume akupende. Ili mwanaume akupende, naomba mnisikilize kwa makini, mnajua ni serious. Sio kwamba anacheka tu, ila ni serious. Ushanielewa? Basi ili mwanaume wako hakupende, sijui unanisoma vizuri. Kwanza kabisa wanaume wana tabia moja. Mwanaume hapendi kufuatiliwa. Sijui unanielewa? Mwanaume hapendi kufuatiliwa. Yani usimfuatilie. Ushanielewa? Mwanaume hapendi kufuatiliwa, yani hapendi kufuatiliwa. Yani usimfuatilie. Hilo la kwanza. Wewe mwache mwanaume anapotaka kwenda aende. Sijui unanielewa? Mwache anachotaka kukifanya akifanye. Yani muache, mpe uhuru wake. Mwache afanye anachotaka kufanya, mwache aende anapotaka kwenda. Akirudi saa 7 usiku, it's okay. Amerudi saa 8 usiku, it's okay. Na anaporudi usimletee makasiriko. Make sure haumletei makasiriko yoyote. Sijui unanielewa? Yani make sure yeye hakirudi, nimerudi mpenzi wangu, okay, karibu mume wangu, unampokea vizuri, unamhudumia, unamtengea kama ni chakula na kila kitu. Yani unamhudumia, unampokea, unamtengea kama chakula na kila kitu. Yani akirudi, karibu mume wangu, umerudi, karibu nyumbani kwako, mtengee, mpokee vizuri. Hivyo yeye mwenyewe atajiuliza. Kingine anataka heshima. Unajua wanawake wanachukua mwanaume, unajua anapochukua mwanamke kuwa naye ni kwamba anataka utulivu. Kwa hiyo kama anataka utulivu, apendi ghasia, apendi kero, apendi maneno. Sijui unanielewa? Apendi ghasia, apendi kero, hapendi maneno. Yani apendi zile kelele ndani, zile hazitaki. Kwa hiyo sasa ule utulivu ndo wewe mwanamke. Nje kashatoka huko kakelwa na mambo kibao, kirudi ndani anataka ule utulivu. Sasa anarudi ndani, kime happen. Kwa nini umerudi saa 6 usiku? Kwa nini umerudi saa 7? Kwa hizo zinamconfuse kwenye akili yake. Anaona kwamba huyu mwanamke naye ni stress kwangu. Ndio unapomwambia, sijui kitu fulani baby naomba hela nikasuke, sina. Sijui kitu fulani baby naomba hela nikanunue kitu fulani, sina. Yani sasa hapo itakuwa everything, kila kitu atakwambia sina. Kila kitu ukimwambia nataka kitu fulani, atakwambia sina. Ndio tatizo linapoanza. Anihudumia, anifanye hivi. Hakuna mwanaume ambaye hahudumii mwanamke wake. Kila mwanamke wake anayempenda ni lazima amhudumie. Basi tu, otherwise ukiona akuhudumii na unamnyenyekea, unamheshimu, unampenda, unamsikiliza na unamjali. Hivyo ndio vitu ambavyo wanaume wanataka. Mheshimu, mpende, mnyenyekee, msikilize na mjali tu. Make sure kwamba hakirudi saa 7, kirudi saa 4, kapita kachepuka, kafanya hivi, usimfuatilie. Umeletewa maneno na jirani, sijui mwanaume wako kafanya hivi, usimfuatilie. Mwache. Usishike simu lake, achana nalo. Unashika simu lake la nini? Simu lake achana nalo. Kachati na Mwajuma, Fatuma, sijui nani. It's okay. Achana naye, achati nao, atajua yeye. Yes, ndo kaamua. Achana nao. Wewe asante mume wangu akuletea kitu. Karibu mume wangu. Sijui mheshimu. Make sure unamwandalia kila kitu. Jamani, utapendwa mpaka ujishangae. Yani wewe msikilize, usimfuatilie, mpe time, mpe muda.
basi utapendwa wewe kama jini. Utapendwa mpaka ujishangae. Alafu nyinyi wa China sio mnapita pita tu mnaniangalia. Mnaniangalia nini? Mimi nawapa elimu wanawake wenzangu, nyinyi mna kazi ya kupita pita kuniangalia. Unaona Kwa hiyo ndio hivyo. Hautakiwi kumfuatilia mpaka mtu aone ghasia. Hautakiwi kumfuatilia mpaka mtu aone kero. Hautakiwi kumfuatilia mpaka mtu ajisikie vibaya. Ajisikie I'm fine tu. Mpaka mtu ajisikie vibaya. Hiyo ni mwiko. Yaani make sure kwamba haumfuatilii, unampa time, unampa muda hivyo. Basi utakiwi kumfuatilia. Yaani utakiwi kabisa, make sure unampa time yake. Why unamfuatilia? Yaani ukilifuatilia yule janaume ndio unalipa bichu. Yaani ukimfuatilia ndio unamfanya awe yani bichu wake uzibuke, aone Yaani wewe mpe time, usimfuatilie, mpe muda, muache na mambo yake, afanye anachokitaka, everything. Wewe mheshimu tu, kazi yako iko kumheshimu. Kwanza upendo sio kazi yetu sisi wanawake. Wanawake hatujaomba kupenda. Wanawake tumeumbwa tuwaheshimu wanaume zetu, tuwatii na tuwasikilize. Alafu kisha tuwaachie wao majukumu ya kutupenda sisi. Wao ndo watatupenda sisi mpaka tuchanganyikiwe. Ukimheshimu, ukimsikiliza, ukimpa time, ukiwa umfuatilii kwa chochote everything, usimfuatilie mwanaume. Muache. Ndugu yangu utapendwa kama jini. Kama jini, yani usimuulize chochote. Akirudi, karibu mume wangu, asante mume wangu, umempokea, umwandalia chakula, umemfanyia hivi, maji ya kuoga, kila kitu. My dear. Katoka karudi saa 8, karibu mume wangu, pole sana. Na unajua kabisa ukatoka kuchepuka, unakaza roho yako. Mume wangu karibu sana. Pole na majukumu mume wangu. Hivi na hivi umekula, utakula, utaoga, utafanya hivi hivyo. Yaani atakupenda. Mimi jamani nina ushuhuda. Nina ushuhuda mimi mwenyewe. Kwa hiyo utapendwa kama jini mpaka uogope. Kwa hiyo wewe muache, mpe uhuru. Kwanza hamtagombana, ndani ya kutakuwa na kelele, atakupenda, ukimwomba kitu atakununulia, atakusikiliza.